namna ambavyo wanakamia. Unajua kuna ile kukamia kimchezo, alafu kuna ile kukamia kwa ajili ya kuwavurugia. Unajua kuna ile kukamia kwa ajili ya kuharibu mbinu, kwa maana ya kuharibu formula sawa za kocha wa mpinzani alivyokuja. Na kuna ile tabia ya mchezaji kwenda beyond, kutumia nguvu zaidi. Wao wanasema use more excessive force, yani kwa maana watu wanatumia nguvu ya ziada. Nguvu ya ziada ni ile kwamba kama hatutawafunga tuwaumize, kama sio kuwaumiza tuwavunje. Ndivyo ambavyo wanacheza. Wao uliona kipindi cha kwanza, hata kocha Francis Baraza wa Pamba alisema wachezaji wangu mara baada ya kipindi cha kwanza kutamatika na mara baada ya Simba kupata kadi nyekundu ndo akarudi kwenye mpango wao wa kucheza mpira. Wao waliongea ukweli. Unashuti au unalala hapo? Unashuti unaona wapi kama unashuti? Kwa hiyo ninachokuambia mimi ni kwamba kocha mwenyewe amesema ukweli kwamba baada tu ya Simba kuwa pungufu ndio akarudi kwenye mchezo wao, mpango wao wa kucheza. Mwanzo hawakuwa katika mpango wao, wao kwenye mpango wa bonus. Wale aidiwa na nini, mkitoka sare mtapata hii, mkishinda mtapata hii. So ziliwaathiri kabisa. Na wachezaji wa Simba sasa wamelifahamu hilo. Namna ambavyo sasa Steve Barker alitumia muundo ambao amekuwa ameuzoea toka msimu uliopita wa kutumia force number 9. Ni kama ulimlipa na nilisema hapo, sijamalizia swala la fighting spirit kwa sababu Simba walikuwa hawana hiyo kitu miaka mingi sana. Mara baada ya Steven Barker kuingia, tumeona namna ambavyo wachezaji sasa hivi wana ile upambanaji, hali ya upambanaji imerejea kikosini. Ile discipline pia imerejea ya mchezaji mmoja mmoja. Wachezaji wanajua wanachokitafuta ni nini kwa sasa, kwa sababu wamekosa mataji misimu 5. Kwa mchezaji anamwaga ile nishati yake hadi ile ya mwisho ili kuhakikisha Simba inashinda. Pia angalia pia individual, utagundua kwamba kuna baadhi ya wachezaji wa Simba sasa hivi wanajitambua. Mtu kama Libase ndo amekuwa anaweka Simba mabegani sasa hizi. Yaani ndio mchezaji pekee ambaye ukimwambia mara baada ya mechi kuisha anakunywa maji lita ngapi kwa kisha labda anarejesha energy yake, atakwambia labda anakunywa hata carton nzima. Maana ndio mchezaji anayemwaga jasho kuliko mchezaji yoyote. Libase vizie mara baada ya mechi kuisha, muda anakunywa maji. Hebu angalia anakunywa maji kama lita ngapi. Uwezi shangaa labda anakunywa maji hata lita 20. Ile keni, ile dumu la maji lile la lita 20 ile kuhakikisha anarudisha energy yake, kwa sababu anamwaga jasho kuliko mchezaji yoyote. Kwa hiyo sio kwamba naongea kwa sababu namfagilia, hapana. Amemwaga jasho sana. Kwa hiyo mwili wake unahitaji maji ya kutosha ili damu iweze kufanyaje, kutembea vizuri mwilini. So kwangu Simba nafikiri sasa hivi wamerejesha ile hali ya upambanaji na ile hali ya kujiamini, lakini pia wanasema sasa hivi wamerejesha ile kitu inaitwa haijaisha mpaka ishe. Pamba sio timu mbaya. Pamba ina wachezaji wazuri. Lakini pia Pamba wana nguvu nyingine kubwa nyuma inayowasukuma washinde dhidi ya Simba. Simba walipata matokeo goli 2, lakini baadaye uliona mchezaji wa Simba amevurugwa kisaikolojia, amekubali kuja kwenye mfumo. Ibrahim Jabbar anampiga mtu kiwiko, kadi nyekundu. Alifanya utoto na baadaye aliapologize mwenyewe kwenye page yake Instagram, Insta story. Akasema siwezi kulalamika popote zaidi ya kusema naomba mnisamee kwa hicho ambacho nimekifanya. So alijua alishafanya utoto. Na of course nimecheka kwanza. Sasa Pamba alikuwa anaingia maungoni, piga sana viatu wachezaji wengi wa Simba. Mzee Gusa Malo wanafika 3 hadi 2. Haikatazwi kwa sababu wanasema football is game of contact, lazima mgusane sana. Lakini inategemea mnagusana kwa mtindo gani. Kuna ule mgusano wa kiungwana, nataka nicheze mpira, ama ile kupishana, kutikisana. Lakini kuna muda ulikuwa unaona zile faulu za ovyo tu, mchezaji anaenda labda anamvuruga tu mchezaji, anamtoa kisaikolojia. Jabara akampiga kiwiko, VS ikaona na mwisho wa siku ikamtoa kwa kadi nyekundu. Lakini angalia mara baada ya Simba kuwa pungufu, discipline iliyojengewa wachezaji wa Simba. Wanajua wanacheza pungufu. Kila mmoja akachukua majukumu. Muda wa kukaba tunaenda wote, muda wa kuchambulia tunaenda wote. Kuna move moja ilitokea, walipiga counter attack Pamba Jiji mara baada ya Jabari kutoka kipindi cha pili. Na kuambia wako 4 karibia 5. Simba baki hawa 2 tu. Unaelewa? Wakatoka mchezaji wa Simba alikuwa amedondoka kule. Nafikiri alikuwa Libasi. Sasa mimi nikawa naambia watu, jamani, kweli Pamba ni Simba kosa goli 5 kwa 2. Tena wanapokimbia wanaangalia nyuma Gerature. Ilikuwa rahisi tu mpira upenyezwe huko alafu watu wafungwe. Lakini mwisho wa siku Chama ndo alienda kuokoa, na mnasema Chama ana mbio. Kama utaangalia ile move walikuwa 5 hao alafu Simba baki 2 wanapiga counter. Lakini Chama wewe ndo alienda kaokoa. Kwa unaona ile fighting spirit wachezaji wanavyojitoa, kwa sababu wanajua Pamba kuna nguvu kubwa nyuma, kuna watu wanatoa bonus, kuna watu wanatoa pesa nyingi kuhakikisha
wanafunga Simba. So kwangu Simba alishinda kimbinu, lakini pia wachezaji kwa kujitoa sana. Ujio wa FBS umekuwa msaada kwa marefari na ukizingatia mara 2 mfululizo Simba wanapata kadi nyekundu. Hii pia ni dhahiri shahiri, pengine nidhamu ya wachezaji iko chini. Nidhamu ya wachezaji inaonekana iko chini, lakini pia pressure. Na Quintus Magoli amelalamikia kuhusiana na FBS na anataka kuandika barua. Yes, ni pressure. Unajua kitu kipya hichi imekuja. Unajua zamani tulikuwa tunaona fauli nyingi zinatokea, lakini mwamuzi kuona haraka haraka na kwa ngumu. Hii FBS imekuja imesaidia sana. Imewasaidia waamuzi. Hautasikia mwamuzi anafungiwa. Mwamuzi sasa hivi akifungiwa, mwamuzi akifungiwa kwenye ligi kuu ameamua yeye. Ameamua tu kufungiwa. Kwa nini? Kwa sababu FBS imefika na inafanya matukio. Of course hata kama inakosea kuna muda, lakini 99% imewasaidia pia hata waamuzi kuweza kufanya kazi yao. Mfano Rajiga jana niliona anaamua matukio dhidi ya TRA dhidi ya Azam. Very perfect. Yaani hajaenda hata kwenye FBS. Yaani alikuwa yuko on time. Inaongezea hata wao wenyewe umakini kwamba jamani tufanye kazi. Tuonyeshe sasa tuna uwezo wa kufanya. Rajiga anakimbia on time kwenye matukio na hapotezi hata dakika moja, ameshagundua hivi sasa hapa ilikuwa offside, hapa ilikuwa foul, ilikuwa kadi nyekundu. Yes. Hiyo ndio ilikuwa inatakiwa kuwa mwanzo, lakini FBS imekuja kuwasaidia. Sasa Simba kadi nyekundu 2 zimeletwa zote na FBS. Football video support. Duchu aliruka kwanja, mguu wa shingo, mguu wa roho. FBS inaita kati, umeme, anaenda zake anapumzika. Ibrahim Jabar na yeye anapiga mtu kiwiko, FBS walete umeme. Jana Aishi Manula umeme. Jana Geoffrey Manyasi wa Coastal Union dhidi ya Yanga umeme. Kwa hiyo matukio umeme yamekuwa kutosha. Kwa nini? Kwa sababu yale matukio ya kiuniuni sasa hivi sio tu macho ya kawaida waamuzi ataona. FBS ipo kule inafanya kazi yake. Nafikiri inawapunguzia kazi waamuzi, lakini pia inaondoa lawama. Magoli ya penalti, mtu anachezewa faul ndani ya box, penalti. Simba amefungwa dhidi ya Pamba, sio? Ilikuwa ni FBS. Maamuzi alishapeta, lakini FBS inaona, njoo bara kati, inawekwa tuta, watu wanaondoka. Shalulile anafunga magoli hadi 2, offside. Yanatokea, sio naelewa vizuri. Kwa hiyo mimi nafikiri inafanya kazi nzuri. Muhimu iboreshwe. Kuboreshwa kwake, nimeona sasa hivi imewekwa kwenye kisanduku. Mwamuzi anaenda anafungua sanduku ndo anaangalia. Sisi tunataka na sisi tuone unachoangalia. Kwa sababu mwamuzi ukienda kuchungulia mwenyewe na sisi hatuna ushahidi kama unachungulia ni haki, hatukubali, hatutaamini. Tutaamini kama mwamuzi naye ameamua kwa utashi wake. Wewe unafungua box sanduku hata sekunde. Jana kuna tukio ameenda kuangalia Yanga Afrika, amefungua tu vup, akaangalia huyo ikambi, akakimbia zake katikati. Sasa tunataka walau tuone umejiridhisha, je unachokifanya kinaonekana. Kwa hiyo lakini pia hata wanaorusha matangazo tunataka wakati FBS inafanya kazi yake warudishe, watuonyeshe kwenye FBS, wasionyeshe kwa mashabiki. Sawa sawa, watuonyeshe kwenye FBS, wasionyeshe mashabiki wanasema nini. Unaipata vizuri? Yes. Tumalize na hivi hapa viwili kuhusiana na kiwango cha Young Africans baada ya kupata goli 4-1. Hii ni dhahiri shahiri mbinu za mwalimu wa Young Africans zimeanza kusomeka pengine, na kiwango cha wachezaji kipoje. Na wanamzungumzia zaidi Peter Shalulile, mara 2 anaingia lakini goli zake zinakataliwa na FBS. Tumalize pia na la Mudathir Yahya, wengi tumalize pia na la Patrick Israel Mwenda, wengi wanajiuliza kuna nini huko, na Selemani Mwalimu. Unataka vitu vingapi hapo? Tuviue kwa pamoja. Ipi na ipi? Tuanzie kwa Young Africans hapo jana kushinda. Davis za kupendeza. Kawaida. Hii goma. Kawaida kabisa na ndugu. Umewaka. Nini siri ya mafanikio? Umeyapatia? Maisha nimeyapatia. Bwana, Simba imecheza na Pamba Jiji katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Moja ya uwanja ambao umekuwa mgumu, lakini wanaibuka na ushindi wa goli 2 na kuondoka na alama 3 muhimu. Na hapo jana Young Africans pia imecheza mchezo wao wa pili dhidi ya Coastal Union na kuibuka na goli 4-1 na kuondoka na alama 3 kibindoni. Anarudi kileleni Young Africans. Tuanzie hapa na Simba Sports. Simba bana yuko Pamba Jiji, yuko Singida Black Stars. Hizo ni timu ambazo huwa zinang'ata meno sana zikikutana na Simba Sports Club.
Tayari wameshamtafuna mmoja, bado wawili. Wamemtafuna vizuri sana Pamba Jiji, na Simba walishinda comfortably kabisa ile mechi, kwa sababu Chama anafunga bao mapema dakika 18 31, anakuja anafunga bao zuri Anicet.